Kijiji cha Shuezhuang, siwezi kuamini eneo kama hilo lilitambuliwa na Umoja wa Mataifa kama halifai kwa binadamu kuishi. Lakini kutokana na sera ya ushirikiano wa Minning, matunda makubwa yameonekana hapa mjini. Kwa sisi tunaotoka nchi zinazoendelea, mafanikio ya kijiji hicho yamepatikana kutokana na chama, serikali na wananchi wake kuwa na moyo wa dhati wa kujiendeleza. Na mji wa Minning hapa ulikuwa sehemu ya Yuquan ambayo ilijengwa kwa ajili ya watu waliohamishwa kutoka Xihaigu. Tunajua miongo mitatu iliyopita Xihaigu ilikuwa na mazingira magumu sana ya asili. Hivyo watu walihamishwa kutoka Xihaigu walifika hapa. Lakini tunajua katika siku za mwanzo watu waliohamishwa hawakuweza kubaki kwa sababu kuvumilia, kwa sababu hali pia ni ngumu, na hata baadhi yao walirudi nyumbani. Na tunajua mwaka 1996 kuna utaratibu, kuna sera moja ya ushirikiano kati ya mkoa wa Fujian na Ningxia. Hivyo akiwa kiongozi wa sera hiyo na Xi Jinping ambaye kipindi kile alikuwa naibu katibu wa chama cha kikomunisti cha China mkoani Fujian, na alikuja hapa kutembelea na akipatia sehemu hiyo jina moja, kijiji cha Minning. Min maana yake ni jina fupi la mkoa wa Fujian, na Ning ndio Ningxia. Hivyo akipatia kijiji hicho jina hilo, na sasa limekuwa mji wa Minning. Unajua, katika miongo mitatu iliyofuata mkoa wa Fujian umeendelea kupeleka watu, teknolojia na kusaidia kujenga viwanda, na hivyo tumeona leo kijiji cha Minning kimekuwa kwa mji wa Minning. 哎，金律师你好，子秋让当兵了。欢迎欢迎各位老师，里面请。这个联合国粮农组织和联合国粮食计划署呢，在1972年的时候呢，也是这两个组织把我们宁夏的西海固地区，我们宁夏的固原山区，当时呢评定为说 人类最不适宜人类生存的地方。52年之后呢，又是这两个组织给了我们小媳妇儿，给了我们和美车间这样一个全球最佳减贫案例。我觉得不仅仅是对我们的这个就脱贫攻坚、减贫的这样的一个肯定，更多的呢是对我们闽宁协作，对我们闽宁镇、闽宁模式这30年发展一个经验的肯定。 全部都是媳妇儿，因为这个男的都外出打工了，女的就在家里照顾老人、照顾孩子这些的。然后他们主要的任务是一边照顾老人、照顾孩子，一边呢在家门口就能有一份工作。像我们能在这儿都就是直接能看到的，就是他们的很多家里面就在这附近住啊。这边呢是我们一个就是拣选车间。 拣选车间呢，当时19年的时候是考虑到大家文化程度，还有劳动技能水平，所以呢，我们就是全部都是用的这种手工拣选。现在呢，我们是把它保留下来了这个工序，就是让很多我们的特殊的姐妹们，
也残疾的，我们2到4级的这些残疾人以及残疾人家属，在家门口能够有一份工作，然后也会把它改造成了这种无障碍改造成了这种适合我们残疾人用的这样的一个车间啊。这个残疾人姐妹大概占咱们员工的多少比例？30%，就是残疾人和残疾人家属。Kama tunavyoona hii ina mashina. Haya mashina ni marefu na ni magumu, kwa hiyo inaweza ikahimili kitu kama upepo, lakini tumesikia vile vile kwamba huu unaweza ukaota na kuwa mirefu sana. Kwa mfano kama hapa tunaona ni mita 4. Hii ni kama ghorofa 2 tunaweza tukasema. Lakini tumeambiwa kwamba hii mrefu kabisa unaweza kufika mpaka mita 8. Kwa hiyo itakuwa ni mirefu sana. Ni kweli. Kuna maelezo. Ndio, na tumeona hapa inaelezwa kwamba ina mfumo mzuri wa mfumo wa imara wa mizizi. Inafanya vizuri sana kwenye kuhifadhi maji na kwenye kuhifadhi pia rutuba ya udongo na kwa hiyo kwa maana hiyo inazuia mmomonyoko, inahimili maeneo yenye ukame na inaweza ikatumika vizuri sana kuhifadhi mazingira. Hivyo nadhani Tanzania pia ndio, Tanzania kuna maeneo tunasema ni maeneo korofi, maeneo ya kati makavu. Kwa hiyo haya yanaweza kusaidia kudhibiti hali ya kuongezeka kwa jangwa au tunaweza kusema kuzuia ukame. Na pia kama ni mmea wa kuota uyoga, ndio unaweza kutumika kama mimea ya kuotesha uyoga kama tulivyoona kwenye Tunsao, lakini kwa matumizi mengine pia. Vyakula ndio, na kuzuia kuenea kwa jangwa. Hakuna harufu ya kofi? Hapana. Angalia. Unaweza kutafuta. Mwalimu Lin, lisha wa Afrika watatu kupanda. Hapa ni kitabu kinachoelezea hadithi ya Profesa Lin. Anaonekana kwenye tamthilia ya Meaning Town. Ndio. Na Fadhili bila shaka unamfahamu. Ndio, nilishiriki kwenye kutia sauti kwa namkumbuka. Ndio. Na katika kitabu chake ameelezea miradi mbalimbali ya Juncao ambayo inafanyika katika nchi mbalimbali. Kuna hii inaitwa mfano wa Rwanda na Lesotho na pia nchi nyingine za dunia ya kusini. Na tunajua Bwana Lin ametoka katika chuo kikuu cha kilimo na misitu cha Fujian. Nadhani pia wa Tanzania nimesikia kuna mmoja. Ndio, kuna Mtanzania mmoja ni mhitimu wa chuo kikuu hicho, anaitwa Bwana Joel Bisama. Huyu bwana yeye alipeleka ujuzi aliojifunza kwenye chuo kikuu hicho nchini Tanzania, ambapo aliweza kuanza kuzalisha uyoga kwa gharama ya chini kwa kutumia teknolojia hiyo, na aliweza kuongeza mapato yake na faida. Na kweli tunahitaji vijana wengi wa Kitanzania wapate ujuzi kama huu aliopata kijana mwenzao, kwa sababu licha ya faida kede tulizoambiwa, lakini tumeona pia hapa mazao yanayotokana na mmea huu. Kwa hiyo ni zao ambalo tukilizalisha litaongeza thamani kubwa sana kwenye uchumi wa nchi. Na tumeambiwa huu ni ushirikiano maalum kati ya mkoa wa Fujian na mkoa huu, na tumeambiwa pia huu ni uhusiano maalum pia kati ya wazalishaji hapa na wachakataji
pamoja na wakulima, kwa sababu wao wanaweza kuzalisha mpaka kufikia hatua hii, na ikifikia hatua fulani wanaweza pia kugawa baadhi ya miche kama hii kwa wakulima na wakulima wakaweza kujiongezea kipato, na wakati huo huo wakulima wana uwezo wa kuja tena kuleta mazao yao haya na kuyauza hapa hapa. Kwa hiyo ni wazo zuri sana ambalo limeonyesha namna ambavyo maeneo kama haya ambayo hayana mvua nyingi, ni maeneo kame, lakini kuna zao ambalo linaweza likaendelea likafanyika na ni zao kama hili. Kwa hiyo ni utaratibu mzuri na ni utaratibu ambao umebadilisha kabisa mipango ya maendeleo ya eneo hili. Mikoa ya Fujian na Ningxia, moja iko kwenye pwani ya kusini mashariki mwa China, nyingine iko katika jangwa la Gobi kaskazini magharibi, na umbali wao ni zaidi ya kilomita 2000. Lakini kutokana na ushirikiano wa Fujian na Ningxia, matunda makubwa yamepatikana hapa. Lakini je, baada ya watu kupata maisha mapya hapa Minning, maskani yao walikotoka, yaani eneo la Xihaigu, hali ikoje sasa? Tumechagua kutazama kijiji cha Xuezhuang. Siwezi kuamini kama hili ni eneo ambalo wakati fulani lilitajwa na Umoja wa Mataifa kama ni eneo ambalo halifai binadamu kuweza kuishi hapa. Ndio. Na kijiji hicho kinaitwa Xuezhuang. Kweli mandhari nzuri. Na tumeona gari treni ya mzigo imepita. Na ni eneo linafurahisha. Sasa hii sasa hivi ni ya historia tu. Ni historia iliyopo. Treni ni ya kisasa sana. Ndio nasema, kwa sababu hii ni miaka hiyo, miaka ya 70. Beijing, Xuezhuang. Kuna kiyoyozi kabisa. Kiyoyozi. Asante sana. Ni hao. Ni hao. Ni hao. 你们3个学员人啊？当地的。是因为10公里不到。 Nataka kujua kama wanafahamu ushirikiano kati ya mkoa wa Fujian na mkoa wa Ningxia, kama wanaona wanaweza kunufaika moja kwa moja na ushirikiano huu. 30年前我们这的确这个教科文组织把我们这里定成一个啥呢？这个人口不易居住的生存的地方，不易生存的地方，就退耕还林还楚，还有各方面的政策，使我们最近30年发生了巨大的变化。我们不是贫穷的地方了，我们是人类宜居的地方，人也富了，人类也宜居，气候也非常好。这几年我的最大的感受啊，就是我们闽宁合作给我们当地带来了好的思想，把南方的好的东西带进来了。我们北方的这里的人穷苦去南方去打工，接受了一些新的思想。我感觉最大的体会就是我们的思想观念发生不根本的变化，不像我们这里对靠黄土这样的生活了。我们再走出去看看外面的世界，再把外面的些精彩的东西我们再带回来，为我们当地的群众服务。像你们刚才看到的这些东西，都是在闽宁合作，在国家的大力支持和帮助下，我们才形成这样的规模。过去你看不到这样的情景。所以闽宁合作最大的问题就是我们的人们的思想观念发生了根本的变化。请跟我来。现在看到的这个是我们的生态大棚。Imeiva. Imeiva si mbaya. Lakini ladha ni nzuri. Unajua sisi kule kwetu
nyanya ni tamu, lakini nimegundua kwamba teknolojia inayotumika hapa inaleta kama mazingira ya kitropiki na kufanya nyanya ziwe tamu kama za kule nyumbani. Sasa ninaelewa ni kwa nini wanatumia hata kufunika, kuleta kafano juu hapa. Hapa wanasema ni kama shadow play. Shadow play. Hivyo inaelezea tamthilia au filamu au stories. 我们表演的时候，紧贴着它的幕布，用灯的光的原理把它反映给前面。我们这是幕后啊，要正儿八经的看，要到前面去看啊。Nimefurahishwa na hii kwa sababu nimeona ni kama babu na bibi wamekaa. Ndio. Wanakunywa babu ana kikombe cha chai. Ndio. Hapa ni kama jiko. Kama jiko. Inawezekana ilikuwa jikoni. Kuna moto. Au sehemu ambapo wameweka jiko na moto. Ndio. Na wanakunywa chai. Ndio. Unajua katika kijiji cha Xuezhuang wazee umri wao wakifikia zaidi ya umri wa miaka 65 wanaweza kula chakula bure katika kijiji hapa. Lakini unajua sio kijiji cha Xuezhuang peke yake. Hapa China katika vijiji vingi kama wazee wakifikia umri kiasi fulani wanaweza kupata chakula bure. Sio hapa bure. Na siku hizi unajua kijiji hicho vijana wengi wametoka nje kutafuta kazi. Na wanaobaki ni wazee. Hivyo wao wanatengeneza kwa mfano hapa sanaa, hapa wanatengeneza sekta mbalimbali ili kuvutia vijana warudi. Hali hii pia inatokea Dar es Salaam, ndio? Ndio, inatokea. Vijana wengi wanakimbilia, wanapenda kwenda vijijini. Kwa sababu kuna fursa nyingi na wanabaki wazee wanabaki vijijini na watoto. Ni sanaa za kukata. Michoro ya kukata. Nimefurahishwa sana na maendeleo niliyoyaona katika kijiji cha Xinzhua ambayo yanatokana na ushirikiano ambao umefanyika kati ya mikoa iliyoendelea ili kuleta maendeleo katika mikoa ambayo bado ilikuwa haijaendelea sana. Kwa kweli kwa sisi ambao tunatoka nchi zinazoendelea, kile ni kijiji tunaweza kusema ni kijiji ambacho kimepata maendeleo na mafanikio makubwa sana, na hiyo inaonyesha yale ambayo yanaweza kufanyika pale ambapo kunakuwa na nia ya dhati kati ya serikali, chama na wananchi wenyewe wanavyoamua kujiletea maendeleo yao. Na kitu cha muhimu ni kwamba ile hali ya kusema kwamba eneo fulani la China limezingirwa na mazingira duni au lina hali mbaya au kidogo lina changamoto, hali hii inaweza kuondolewa kutokana na juhudi za pamoja na sera endelevu ambazo zinatekelezwa kwa pamoja na sehemu mbalimbali za China. Nimefurahi zaidi kutembelea eneo hili kwa kweli. Kwanza nilikuwa nikisikia mara nyingi kwamba mkoa wa Ningxia ni moja kati ya mikoa ambayo iko nyuma kiuchumi, lakini nimeona maendeleo makubwa, na kweli kuna baadhi ya maeneo yanaonekana kama bado yako nyuma, lakini juhudi za kuendeleza maeneo hayo zinaonekana wazi kabisa.